بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أوصيكم أولا بتقوى الله عز وجل. اعلموا قد فاز ونجى المتقون. Naam, ndugu zangu katika imani, tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na fadhila zake nyingi kwetu sisi. Kwanza kabisa kutujalia kuwa ni katika ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Pia vile vile akatujalia kuwa ni katika walioamshwa tena siku nyingine tukiwa na afya, tukiwa wazima. Kwa wale wote ambao ni wagonjwa, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape shifa katika maradhi yao, katika ugonjwa wao. Na wale wote ambao wametangulia mbele za haki, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala min almu'minina walmu'minati walmuslimina walmuslimat, basi awape thabati katika makaburi yao. Ajalie makaburi yao ni katika bustani miongoni mwa bustani za peponi. Na sisi ambao tuko hai, tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala tuendelee kutupa uhai wenye manufaa na sisi, tudumishe katika taa yake, tudumishe katika ibada zake mpaka mwisho wa uhai wetu. Naam, ndugu zangu katika imani, tukiwa tunaendelea na darsa ya tauhid katika kitabu الملخص في شرح كتاب التوحيد, ikiwa tulikuwa katika mlango unaosema minashirki labsul halqati wal khayt wa nahwihima liraf'i albala'i au daf'ihi. Ni katika shirki mtu kuvaa bangili ama uzi ama chochote ambacho kinazunguka katika mwili wake, amekifunga katika mwili wake kwa lengo la kumkinga yeye na mabalaa, ama kwa lengo la kumuondoshea mitihani. Yani mtu akawa amevaa vitu hivyo katika mwili wake akiwa na lengo hilo. Naam, tuliweza kuona jana katika aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja, ikiwa ni kuwauliza hao mushrikuni, hao wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hivyo vitu ambavyo wao wanavyomshirikishia Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afara'aytum ma tad'un min duni Allah in aradani Allahu bidhurrin هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Pia vile vile tukaona kunako hadithi ambapo tunashuhudia kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuta moja katika watu akiwa amevaa bangili la shaba katika mkononi mwake. Akamuuliza ni kwa ajili ya nini? Akamwambia nimevaa hii bangili mkononi mwangu, tena bangili ya shaba ilikuwa. Akasema kwamba kwa lengo la kumkinga yeye ama kumtibia yeye kutokamana na ugonjwa uliokuwa unafahamika, ugonjwa wa wahina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia litoe hilo, kwa sababu halitakuzidishia chochote ila ni unyonge, na pia vile vile ukifa na hali hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kufaulu. Kuonesha kwamba ni katika shirki, ni katika shirki mtu kuvaa mabangili katika mkono ama kujifunga uzi katika mkono kwa lengo la kumuondoshea yeye mabalaa ama kwa lengo la kumkinga yeye na chochote. Sasa leo
biidhnillahi ta'ala tutaingia katika hadithi nyingine, ambao hadithi hii hasa katika mlango huu wa kuvaa vitu katika mwili, ikiwa ni mabangili ama uzi ama chochote kile mfano wa hayo ambayo imezunguka mwili kwa lengo la kukinga ama kwa lengo la kuondosha mabalaa. Tunaingia katika hadithi ambayo ameitaja hapa Sheikh al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Anasema walahu an Uqbah bin Amir radiyallahu anhu, kutoka kwa al-Imamu Ahmad, yani ndio maana walahu ay waruya al-Imamu Ahmad, anapokea al-Imamu Ahmad rahimahullah hadithi kutoka kwa Uqbah bin Amir radiyallahu anhu, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam قال, anasema man ta'allaqa tamimatan man ta'allaqa tamimatan, yoyote yule mwenye kutundika hirizi. Tamima ni hirizi. Sasa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan, yoyote mwenye kutundika hirizi, ay allaqaha alayhi au ala ghairihi mu'taqidan biha, yule atakayetundika hiyo hirizi akaitundika kwake yeye au kwa mtu mwingine. Mathalan, anaweza akajiwekea yeye mwenyewe hiyo hirizi au akamwekea mtu mwingine, mathalan ndugu yake ama mtoto wake, na hasa kwa watoto wadogo. Sasa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa tamimatan, yule mwenye kutundika hiyo hirizi. Watamimatu kharazatun kanat al-arabu tu'alliquha ala auladihim, na tamima ni vitu mfano wa shanga hivi ama kitu chochote kile ambacho ndani yake kuna vitu. Kitu hicho kanat al-arab, walikuwa Waarabu, yualliquha ala auladihim, wakikifunga ama wakikitundika kwa watoto wao. Yattaquna biha al-ain, wakiwa wanawakinga hao watoto wao na kijicho. Hiyo ndio inaitwa tamima kwa lugha ya Kiswahili, ama kwa lugha rahisi inafahamika kwa jina la hirizi. Walikuwa wakiwatundikia Waarabu watoto wao ama wakiwafunga katika miili yao kwa lengo la kuwakinga hao watoto wao kutokamana na kijicho, kama vile tunavyoona leo baadhi ya watu namna wanavyofanya kwa watoto wao ama hata kwa wao, huwa wakawafunga watoto wao hirizi mikononi, kwenye mapaja yao ama kwenye shingo zao. Wanawafunga watoto wao vitu kama hivi, wakiwa na itikadi ya kwamba vitu hivi vinawakinga wao na mabalaa, vinawakinga wao na mikosi na nuksi ama na chochote kile. Sasa anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya leo tutakao kuwa nayo, man ta'allaqa tamimatan, yule mwenye kutundika hiyo hirizi, fala atamma Allahu la, fala atamma Allahu la. Hii ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala asimtimizie mambo yake. Anasema Sheikh al-Fawzani hafidhahullah, hadha du'aun alayhi bi an la yutimma Allahu umura. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuombea huyu mtu mwenye kufunga ama mwenye kutundika hirizi, Allah subhanahu wa ta'ala asimtimizie mambo yake. Waman ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu, na yule mwenye kutundika wada, nafikiri kwa wale watu wanaokaa ufukweni mabaharini huko, watu wenye ukanda wa bahari,
watakuwa wanafahamu kule baharini kuna vile vitu vinaitwa kama mfano wa magamba ya konokono ama kome, zile ndo zinaitwa wada, ambapo hapa Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah anaelezea, anasema alwad'atu shay'un yakhruju min al-bahri yushbihu as-sadafa yattaquna bihi al-ayn. Hiyo alwada' ni kitu ambacho kinatoka baharini kinachofanana kama gamba la konokono ama kome, wanaita wenyewe sheli zile za baharini. Kuna vitu vidogo vidogo sana mfano wa sheli ama mfano wa magamba ya konokono. Nafikiri kwa wale ukanda wa bahari wanayafahamu. Kama ninayo hapa, naam, nafikiri hizo hapo zinaonekana kwa uzuri. Sana sana huwa zinapatikana kwa wale watu wanaokaa ukanda wa bahari. Sasa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule mwenye kutundika hizo ama akatengeneza hizo kwa lengo la kuwa ndio kinga yake ya kumkinga yeye na yatakuna bihi al-ain, yani akiwa anaweka hiyo kwa lengo la kumlinda yeye na kijicho ama na chochote, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fala wada'a Allahu lahu, ay la ja'alahu fi da'atin wa sukunin au la khaffafa Allahu anhu ma yakhafu. Pia Mtume akamuombea dua mtu huyu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asimjalie yeye kupata raha na utulifu, au Allah subhanahu wa ta'ala asimfanyie wepesi kile ambacho yeye anachokiogopa. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, manake hii riwaya ya kwanza ameipokea Imam Ahmad, akaipokea Imam Ibn Hibban wal Hakim. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, riwaya hii anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ta'allaqa tamimatan, yule mwenye kutundika hiyo hirizi, faqad ashraka, basi mtu huyo amefanya shirki. Moja kwa moja anaingia katika shirki yule mwenye kujitundikia nini? Hirizi. Na tamima ama hirizi kama tulivyoeleza hapa ni kile ambacho walikuwa wakitumia, maana Mtume aliyokuta Waarabu wakitumia hiyo kuwatundikia watoto ama kuwao wenyewe kuwafungia watoto ama wao wenyewe kujiwekea katika miili yao kwa lengo la kujikinga na kijicho ama kujikinga na uchawi ama kujikinga na mabalana chochote kile. Kwa hivyo mtu mwenye kutumia hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faqad ashraka, mtu huyo amefanya shirki, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri tunakwenda pamoja mpaka hapa. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, yule mwenye kutundika hirizi, huyo mtu amefanya shirki. Ambapo tunaona sana leo hii, hasa mtu mwenyewe kujiwekea katika mwili wake, kajifungia hirizi hapa mkononi, ambapo kule ndani kuna vitu vimewekwa vya kishirikina, ama kama ni karatasi itakuwa imeandikwa maneno ya kishirikina, ama maneno yoyote yale yakaandikwa katika, kama ni karatasi ama katika kitambaa, mtu akafungwa nayo katika mkono wake, ama akawekwa shingoni, ama akawekwa katika mguu, sehemu yoyote ile katika mwili wake, ama wanapewa watoto. Hasa huwa tunashuhudia kwa watoto wadogo, watoto wachanga wale wamezaliwa, anakuta amewekwa lihirizi hapa mkononi, fungwa hapa likitambaa leusi mkononi hapa, ama shingoni, ama mguuni, amewekwa kitu chochote, ima atakuwa ni amefungwa ili likitambaa, ama amewekwa bangili, ama chochote kile amewekwa katika mwili wake kwa lengo la kwamba hii inamkinga mtoto wangu, ama hii inamsaidia yeye na uchawi na ushirikina na chochote. Basi mwenye kufanya hivi, mtu huyu moja kwa moja ameingia katika shirki. Moja kwa moja, man ta'allaqa tamimatan
faqad ashraka, ameingia katika shirki. هاي قال الشيخ الفوزاني حفظه الله: المعنى الإجمالي للحديثين، معنى يا موجة كموجة، معنى يا جملة يا هي حديث mbili. Hadithi ya kwanza, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu. Na hadithi ya pili hii, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم، anasema Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam yad'u ala man ista'mala at-tama'ima ya'taqidu fiha daf'a ad-durar bi an ya'kisa Allahu qasdahu wa la yutimma lahu umurahu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya kwanza ameanza kuwaombea ama ameanza kumuombea yule ambaye anatumia herizi akiwa na itikadi kwamba herizi hiyo inamkinga yeye na madhara, inamsaidia yeye, inamtibu kadha wa kadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuombea mtu huyo bi an ya'kisa Allahu qasdahu, Allah subhanahu wa ta'ala ampe kinyume na yale makusudio yake aliyokusudia. Yani huyu ametumia hirizi kwa kusudio kwamba mimi inanisaidia, inanikinga. Sasa mtume akamuombea apate kinyume. Wala yutimma lahu umurahu, na Allah subhanahu wa ta'ala asitekeleze yale mambo yake ambayo ameyakusudia kuyapata ama kufaidika ama kupata manufaa kulingana na ile hirizi ambayo anaitumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua hiyo, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan, na yule mwenye kutundika hizo ambazo nimezionyesha hapo, sheli, hivyo visheli vya baharini, Allah subhanahu wa ta'ala pia asimtimizie mambo yake, wala asitimize haja zake, wala asimkhafifishie, wala asimfanyie wepesi yale anayopitia katika mitihani. Yani kama mtu anapitia ima ni mitihani au ni maradhi, alafu akatumia hirizi kama kumtibia, basi mtume ameshaomba dua huyu mtu asifanikiwe kwa hii tiba anayoifanya. Kwa sababu gani? Man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, yule mwenye kutumia hiyo hirizi akaitundika kujiwekea kama tiba, basi huyo mtu amefanya shirki. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba dua hiyo. Kama annahu yad'u ala man ista'mala alwad'a li nafsi alqasd sabiq alla yatrukuhu Allahu fi rahatin wa itminan, kama vile vile alivyomuombea yule mtu mwenye kutumia hivyo visheli vya baharini, Allah subhanahu wa ta'ala ampe kinyume na vile anavyotaka, kwamba Allah asimuache yeye kuwa katika raha, kuwa katika utulivu na amani, manake ataishi tu maisha ya hofu siku zote. Bal yuharriku alayhi kulla mu'dhin, bal Mtume sallallahu alaihi wasallam akaombea mtu huyo apatwe na kila chenye kuudhi, yani afikwe tu na maudhi na mabala, kwa sababu yameingia katika tiba ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ad-du'a, na hii dua, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba dua hapa, mwenye kutumia hiyo hirizi Allah subhanahu wa ta'ala asitimize haja yake, na mwenye kutumia hizo sheli, hivyo visheli vya baharini, Allah subhanahu wa ta'ala asimpunguzie chochote katika yale anayoyatumia. Wa hadha dua yaqsud minhu at-tahdhiru min al-fi'li, na hii dua inakusudia ama imelenga kuweka tahadhari juu ya hiki kitendo, kufanya hiki kitendo, kutumia hirizi ama kutumia chochote katika hivyo kwa lengo la kumkinga yeye na mabala, ama kwa lengo la kumsaidia, ama kwa lengo la kumletea manufaa. Hii ikawa ni dua kwamba huyo mtu asiyapate hayo. Kama yeye anataka amani kupitia hivyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala ampe hofu. Kama yeye anataka manufaa, Allah subhanahu wa ta'ala ampe madhara. Ndivyo alivyoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala atamma Allahu lahu.
Allah subhanahu wa ta'ala asitimize anayokusudia. Na hii ikiwa kwa lengo la atahdhiru min al-fi'l, kuleta nini? Tahadhari, kuweka tahadhari juu ya hicho kitendo ambacho kinafanyika. Kama annahu yukhbiru sallallahu alayhi wasallam, kama vile yeye anavyotoa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam fi al-hadithi athani, katika hadithi ya pili, anna hadha al-amala shirkun billah, kwamba ya hiki kitendo ni shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani watu wanaingia katika shirki moja kwa moja katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama tulivyosoma siku ya jana juu ya mtu kutumia hivi vitu, ima ni katika herizi hii, ama ni katika bangili, ama ni katika chochote kile, akatumia katika mwili wake kwa lengo la kumkinga ama kumtibia ama kumsaidia na maradhi. Shirki iliyokusudiwa hapa, anasema al-Sheikh al-Fawzani hafidhahullah, itakuwa ni shirki kubwa, shirku al-akbar, in i'taqada anna hadhihi al-ashya' tanfa'u au tadurru bidhatiha. Itakuwa ni shirki kubwa moja kwa moja, yani shirki kubwa na anatoka kabisa katika Uislamu, ikiwa ataitakidi kwamba hivi vitu kwa dhati yake, hivi vitu vinaleta madhara, hivi vitu vinaniletea mimi manufaa, hivi vitu mimi ndio kinga yangu, yani moja kwa moja kwa dhati yake, huyu mtu atakuwa amefanya shirki kubwa, ambayo shirki yenye kumtoa katika milla. Lakini itakuwa ni shirki ndogo, ini'taqada annaha sababun, akiwa na itikadi kwamba hii ni sababu ya kunisaidia, hiyo itakuwa ni shirki ndogo, kwa sababu atakuwa ametafuta sababu ambayo si sahihi. Sababu sahihi ipo ya kumsaidia mtu ama ya kumkinga mtu, lakini akiona kwamba hii ndio moja kwa moja inaweza mimi kunisaidia, ama mimi nimechanjiwa, ama mimi kadha wa kadha katika mambo mengineyo, akiwa anaitakidi hivi moja kwa moja kwa dhati yake, huyu mtu ameingia katika shiriki kubwa ambayo inamtoa katika Uislamu. Lakini ikiwa ataona hivi ni sababu ya kunisaidia, itakuwa hii ni shirki ndogo, na zote ni mbaya. Hakuna wafadhali, yani hakuna wafadhali wa shirki kubwa na hakuna wafadhali wa shirki ndogo. Mtu akasema basi hii kumbe ni shirki ndogo, afadhali. Hakuna wafadhali, zote hizi ni shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msimshirikishe na chochote. Shay'an hapa, hii shay'an ni nakira kwa wale wa lugha. Tukisema nakira manake fi siyaq an-nahy tufidu al-umum. Hii nakira imekuja yani shirki ya aina yoyote ile msimshirikisha Allah, ima ni shirki ndogo ama ni shirki kubwa, ama ni shirki kidogo ama ni shirki nyingi, shirki ya aina yoyote usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadithaini lilbab, munasab wa hadithi hizi mbili katika huu mlango. Kuna munasab gani wa hadithi hizi mbili katika huu mlango? Mlango unaosema minashirki, ni katika shirki mtu kufunga ama mtu kuvaa mabangili ama mtu kufunga uzi ama mfano wa hayo kwa lengo la kumkinga, kumsaidia, kumtibia na chochote. Kuna munasab gani wa hizi hadithi? Anna fihima, ama kwa hakika hizi hadithi mbili zote, kuanzia hii ya kwanza ambayo mtume akimwombea dua huyu mtu anye kufanya hivi, na hadithi ya pili kwamba ni ushirikina mwenye kutumia hirizi. Munasab anna fihima dalalatan ala tahrimi ta'liqi tamaim walwad'i wa'tibarihi shirkan, hakika ndani yake kuna dalili, ndani ya hizi hadithi kuna dalili juu ya maharamisho. Manake ni haramu mtu kutumia hirizi ama kutumia hizo sheli, hivyo visheli vya baharini, na kunazingatiwa ndani yake kwamba mtu mwenye kutumia hivyo vitu kwa lengo la kumsaidia ama kumkinga ni shirki, yumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lima yaqumu biqalbi almu'alliq laha min al-i'timad ala ghairi Allah, kwa sababu yale anayosimama nayo yule mwenye kufanya hivyo, yule mwenye kutundika hivyo vitu, kwa sababu yeye huwa akategemea hivyo vitu kinyume na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hivyo watu wafaa wamtegemee nani ndugu zangu? Wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ile aya ambayo tulikuwa nayo jana, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiambiwa na Allah, hebu waulize hao mushrikun, hao vitu hivyo ambavyo wanaviomba, ma tad'una qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, muonaje, hebu niambieni hivyo vitu ambavyo nyinyi mnavyoviomba, hivyo vitu ambavyo nyinyi mnavyovitegemea, hivyo vitu ambavyo nyinyi mnavyoviona vinaweza kuwasaidieni, mkaviomba, mkavitegemea, mkaviabudu min dunillah, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hebu niambieni hivyo. In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurri, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atanitakia mimi nipatwe na madhara, je, vinaweza kunisaidia na hayo madhara mimi? Au aradani birahmati hal hunna mumsikatu rahmati, au Allah subhanahu wa ta'ala akanitakia mimi nipatwe na rahma, nipatwe na khair, je, vinaweza kunizuilia hiyo khair? Haviwezi. Bimaana haviwezi kufanya hayo yote, hayo haviwezi. La yaqdiru ala dhalik, la taqdiru ala dhalik, haviwezi kufanya hayo. Kwa kuwa haviwezi, cha kufanya nini? Qul hasbiyallah, sema hivi, hasbiyallah ay Allahu kafini wa kafi man tawakkala alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayenitosheleza mimi, hakuna cha hirizi, hakuna sui cha kufanya chochote, hakuna cha kutafuta chochote. Allah kafini, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayenitosha mimi. Qul hasbiyallah alayhi yatawakkalu almutawakkilun, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wategemee wenye kutegemea. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, na yule mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala basi afahamu Allah subhanahu wa ta'ala humtosheleza. Wala si katika kutegemea hirizi, wala si katika kutegemea mabangili eti mtu avae ama ushanga ama uzi ama chochote kile, eti hivi vinaweza kunikinga mimi, ama hivi vinaweza kuniondoshea mimi madhara niliyokuwa nayo, ama hivi vinaweza kuniletea kadha wa kadha katika manufaa, katika kunikinga na mabala. La, mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mwenye uwezo wa kuondosha hayo, na yeye ndiye mwenye uwezo wa kuyaleta hayo, na yote mwenye kutumia vitu hivyo basi afahamu yuamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Na Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na dhambi la shirki. Tulishasoma huko nyuma ubaya wa shirki, tuliona ubaya wake, na tukaona muislamu kama muislamu yatakikana awe mbali na shirki, na pia vile vile asiwe mbali tu, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuweke mbali na shirki, kama walivyokuwa wakiomba mitume na manabii alayhi salatu wassalam, akiwemo Nabiiullah Ibrahim. Tuliona huko nyuma Ibrahim alimuomba dua Allah, wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam, ya rabbi nakuomba niweke mbali mimi na familia yangu katika kuabudia masanamu, katika kuabudia kitu kingine asiyekuwa wewe Allah, niweke mbali mimi na familia yangu. Kwa hivyo pia vile vile tumuombeeni Allah tuweke mbali na hili dhambi la shirki. Ma yustafadu min alhadithain, faida tunazipata katika hizi hadithi mbili. Faida ya kwanza, anna ta'liq at-tama'im wal wada' min ash-shirk, hakika mtu kutundika hirizi na kutumia hirizi na hivyo visheli vya baharini, min ash-shirk, ni katika shirki, yumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ima yaweza kuwa ni shirki kubwa, ama yaweza kuwa ni shirki ndogo kama nilivyoeleza. Faida ya pili, anna man i'tamada ala ghairi llahi amalahu Allahu binqiyad qasdihi, hakika yule mwenye kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani akaamua kumtegemea ama kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maradhi ama katika mabalaa, mitihani aliyokuwa nayo, basi amalahu Allah subhanahu wa ta'ala atamiliana naye binqiyad qasdihi, kwa kinyume ya makusudio yake aliyokuwa nayo. Ndio kama dua aliyoomba mtume,
man allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, yule atakayetundika hiyo hirizi basi Allah subhanahu wa ta'ala asimtimizie haja zake. Manake Allah aende kinyume. Kama yeye anatumia hirizi kwa lengo la kumletea manufaa, basi iwe kinyume chake. Kama yeye anatumia hirizi kwa lengo la kumkinga na kumlinda, basi iwe kinyume chake. Ndivyo ilivyokuwa. Yani akiona kwamba kuna kitu ambacho kinamuondolea madhara, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamletea hayo madhara, kwa sababu ameona kuna kitu kingine kinachomkinga na madhara kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislamu yafaa tujikinge kama tulivyofundishwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika nyiradi nyingi, katika adhkari nyingi, katika dua nyingi. Moja katika hizo ni ile aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul, Mtume sallallahu alaihi wasallam tena alikuwa akitufundisha akisema, sema, ama akimwambia mtu fanya hivi, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, najilinda kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, najilinda kwa maneno ya Mwenyezi Mungu kutokamana na shari yoyote ile. Maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyotumia kutokamana na shari aliyoiumba. Kuwakinga pia watoto wetu katika kuwafanyia adhkar, kuwafanyia dua hizi ambazo zimethibiti, na wala sio katika kuwavalisha mavitu, kuwajaza mavitu ambayo tunaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya tatu, الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعقس عليهم مراده. Dua, kumekuwa na maapizo hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaomba dua. Kaomba dua nani? Kumuombea yule ambaye anatumia hiyo irizi ama hivyo vitu hivyo vya baharini kwa yale ambayo anayatarajia ayakose, yale malengo ambayo anayatarajia kuyapata kwa kutumia hivyo hirizi, mambo mengine. Mtume akaomba dua mtu huyu hayo malengo yasitimie kwake, ayakose, na pia vile vile apate kinyume cha yale malengo yake ambayo anayatarajia kutokamana na yeye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, asiyapate hayo anayotaka. Hii ni dua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia vile vile Mtume akasema kutumia hivyo ni katika shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunamalizia katika hadithi ya mwisho, hadithi kutoka kwa Ibn Abi Hatim an Hudhaifa radiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hatim, kutoka kwa Hudhaifa, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwaendee wote. Anasema annahu raa rajulan, huyu Hudhaifa huwa ibn al-Yaman al-Abasi حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين. katika sahabiyun jalil huyu, tena wale ambao ni katika sabiqina wal awwalin, wa mwanzo kabisa katika kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu. Hudhaifa huyu imekuja athar ya kwamba yeye alimuona, huyu ni sahaba, alimuona mtu, annahu raa rajulan fi yadihi. Hudhaifa radiyallahu anhu alimuona mtu ambaye katika mkono wake, fi yadihi khaytun min al-humma, alimuona mtu akiwa katika mkono wake amefunga uzi, tena ule uzi ameufunga mkononi mwake min al-humma, eti ule mtu anajikinga kutokamana na homa ama maradhi ama chochote kile, ugonjwa. Sahaba huyu Hudhaifa alipomuona yule mtu amejifunga, moja kwa moja faqata'ahu, akaenda pale akaukata ule uzi. Kaenda pale yule mtu kajifunga kwenye mkono, kaukata ule uzi. Hapo watala qaulahu ta'ala, kisha akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Na wengi katika watu hawakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala illa na wao ni washirikina. Manake wapo katika waumini ambao wao ni waumini, ukiwaona wana sura ya iman, wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala,
lakini kuna shirki wako nazo wanazifanya, na huu ni msiba wa leo. Utamuona mtu mashaallah msikitini sala 5, 5 salawat, sala 5, kama ni mwezi wa Ramadhani yafunga, paka watu wanakwenda haji, paka na mengine makubwa zaidi ya hayo, lakini kuna jambo analitegemea huku kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ibada anafanya, mathalan ima ni kuabudu kaburi, ama ni kwenda kuomba kwenye mizimu na miti, ama ni chochote kile, kuna kahirizi anatembea nako, kuna kitu amejifunga, na ukimwangalia huyu ni muumini, yani anaswali, anafunga, anafanya khairat, lakini ako na shirki anayoifanya. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Na hii alisoma hii watala ay qara al-ayata mustadillan biha ala inkari ma raa. Alisoma hii aya ikiwa ni kutoa dalili ya kuchukia ama kutoa dalili ya kukemea na kukataza kile alichokiona. Maana yule mtu amefunga nini? Amefunga uzi min al-humma lilwiqayati min al-humma fala tusibuhu bizamihi. Yani yeye akawa anadai, anaweka madai kwamba yeye amefunga ule uzi katika mkono wake kwa lengo la kumsaidia na nini, kumkinga na homa, yani fala tusibuhu, ile maradhi yasimpati, yani kama vile amefunga ile uzi kama ndio kinga yake yeye ya kumkinga. Hudhaifa akaenda akakata ile uzi pale mkononi, yani kama wewe ndio umefunga kwa ajili hii, yani umefunga eti ili kulinde na homa, kaenda akakata. Baada ya kukata kisha akasoma hii aya ikiwa ni dalili ya hili ulilofanya ni shirki. Watala qawluhu ta'ala, akasoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Na hawakuamini wengi katika watu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala wahum mushrikun, nao wapo washirikina wanaofanya shirki, wanafanya shirki. Manake mtu aweza kuwa amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, waumini kabisa, umuona huyu aingia msikitini na kadha wa kadha katika ibadati yuzifanya, lakini bado akawa akona shirki, ndio mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, maana al-athar ijmalan, maana ya athari hii iliyothibiti ya moja kwa moja athari hii. Anasema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, anna Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi 'uddihi khaytan yattaqi bihi marad al-hamma. Hakika Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu alimuona mtu ambaye amefunga katika mkono wake. Hapa imekuja fi khuddihi, mkono wake kwa juu hapa kwenye msuli hapa, kama unaenda kwenye bega hapa kwa juu katikati hapa, amefunga hapo, amefunga likamba hapo, liuzi amelifunga hapo. Tena yattaqi bihi marad al-hamma, akiwa anaitakidi kwamba lile liuzi lilolifunga hapa mkononi linamhifadhi yeye ama linamlinda yeye, linamkinga na maradhi, homa ama maradhi yoyote yale. Basi Hudhaifa ibn al-Yaman baada ya kumuona huyu fa azalahu anhu munkaran fa'alahu hadha. Pale Hudhaifa ibn al-Yaman akaenda moja kwa moja akalitoa lile liuzi, akalikata lile liuzi pale, ikiwa ni kemeo kwa kile kitendo huyu mtu alichokifanya. Kaenda katoa lile liuzi pale, na sio kutoa tu, wastadalla bil aya allati akhbara Allah fiha, kisha akatoa dalili kwa aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa habari ndani ya aya hiyo, anna al-mushrikina yajma'una baina al-iqrar bi tawhid ar-rububiyyah wash-shirk fi al-ibadah. Hii dalili Allah subhanahu wa ta'ala anatoa habari ndani yake kwamba mushrikina wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wanakusanya ndani yake baina ya kukiri, wanakiri at-tauhid ar-rububiyyah, lakini hawaitakidi ama hawakubali at-tauhid al-uluhiyyah. Ndio maana wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hili. Yani wao wanakubali at-tauhid ar-rububiyyah,
wanakubali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo muumbaji, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anaendesha ulimwengu na vyote vilivyomo. Lakini wakija katika ibada, wanaelekeza ibada zao kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, katika surati Yusuf aya 106. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anaweka wazi na anatoa habari kwamba mushrikun wanachanganya ama wanakusanya baina ya kukubali tauhidur rububiyya, lakini wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Na hii ndio waliokuwa nao hata mushrikuna katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Ukiwauliza washirikina, hata wale wasiomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwauliza nani ambaye ameumba usiku na mchana, nani ambaye ameumba usiku na mchana, ni nani ambaye anaendesha jua na mwezi, wao wenyewe watakiri na kukujibu kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yani hii mushrikuna walikuwa nayo, walikuwa wanakubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo muumbaji, aliumba mbingu na ardhi, aliumba jua na mwezi, anaendesha usiku na mchana, lakini katika ibada wakimuelekezea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndipo tunavyoona hata mushrikuna wa leo wanakubali hayo yote, lakini wanaelekeza ibada zao kwa asiyekuwa Allah, imani katika kutabaruk katika makaburi, ama wanatumia, ndio hii tunavyoona wanatumia hizi tamaim ama wada, hizi mahirizi ama hivyo vitu vya baharini katika kuwakinga wao ama kuwasaidia wao, na wakivitegemea kwamba hivi vinaweza mimi kunisaidia, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hii ni shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Hudhaifa ibn al-Yaman akatoa ile uzi aliyokuwa huyu mtu amevaa katika mkono wake, kisha akamwambia kabisa kwa aya, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, wengi katika watu hawakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ila wako na shirki wanaifanya, kuonesha kwamba hiki ambacho wewe umekifanya ni shirki, umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha kujifunga mauzi katika mkono wako eti useme inakukinga wewe na maradhi ama inakusaidia inakulinda. La, hii ni shirki, umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah katika munasab wa athar katika huu mlango, anna fihi i'tibara lubs al-khayt lidaf'i al-marad shirkan yajibu inkaruhu. Ndani ya hii athar kunaonekaniwa kwamba ndani yake kuna watu kuzingatia juu ya huku kuvaa uzi kwa lengo la mtu kujikinga na maradhi. Kuvaa uzi ama chochote kile kwa lengo yeye kinamkinga yeye na maradhi ama kinamsaidia yeye, kinamtibu yeye, shirki yajibu inkaruhu, ni lazima na ni wajib kuikemea. Ni wajib kuikemea, hasa ukimuona Muislamu yuko nayo hiyo. Umeenda mahali umemkuta mama kamfunga mtoto wake, kwanza uliza hii ni kwa ajili ya nini? Utasikia tu mwenyewe hii inamkinga na macho, si unajua macho ya watu mabaya, mwambie hii shirki, shirki. Lakini inamkinga, zipo kinga tumewekewa sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwakinga wajukuu zake Hassan na Hussein, alikuwa akisoma dua uradi katika mikono yake, u'idhuhuma billahi minash shaitanir rajim, u'idhuhuma bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Kisha akipuliza katika mikono yake akiwapaka Hassan na Hussein wakiwa ni wadogo. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio eti kuwafunga mahirizi mikononi, katoto kadogo na kakuta kamepakwa wanja, kametaswa wanja huku machoni, sijui kwenye mashavu, kwenye kope hizi, kamekaa kama katoto ka kiganga. Nini? Macho ya watu, si unajua macho ya watu kidogo, nani watu wana kwa kimpaka wanja ndo nini? Inamkinga na kijicho, kwa mafundisho ya nani? Eti mtu ukimpaka wanja mtoto mdogo kamejazwa wanja huku kila mahali, wakati unakutana katoto mpaka unashtuka, haka ni kamtu au ni kamdoli? China kenyewe namkinga na Allahu musta'an.
Kinga zipo ambazo tumefundishwa na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Watu wazitumie hizo katika kujikinga wao ama kuwalinda watoto wao. Na afahamu akitumia kitu kingine, imani katika hirizi ama uzi ama makamba ama mabangili manini, basi afahamu yuamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya shirki. Tunamalizia na faida zinazopatikana katika hii athar ya Hudhaifa ibn al-Yaman, kumuona mtu na liuzi kisha akaenda kukata. Faida tunayoipata, faida ya kwanza, inkaru labsi al-khayt li raf'i al-bala'i au daf'ihi, makatazo ama kuchukiza kwa mtu kuvaa nini hiyo uzi katika mwili wake kwa lengo la kumuondoshea mabalaa ama kumkinga, wa annahu shirkun, na hiyo kufanya hivyo ni shirki, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, wujubu izalati al-munkar liman yaqdiru ala izalatihi, wajib wa kuondosha munkar, kuondosha uovu unafanyika. Umekuta mahali mtu yafanya hivyo na akakubainishia kwamba amefanya hivyo kwa ajili ya kumkinga, basi wewe ni wajibu kumwambia. Kama unaweza kuondosha kama Hudhaifa alivyofanya, kama unaweza kukata ile ukakata ukatoa, kama huwezi basi uweza kumwambia, lakini mwambie, maana hii ni shirki. Lakini Mtume anasema man raa minkum munkaran falyughayyir biyadihi, yoyote kati yenu mwenye kuona uovu unafanyika basi auondoshe kwa mkono wake. Kama unaweza kutumia mkono kuondosha ule uovu basi fanya. Yani izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi, kwa yule mwenye kuweza kuondosha. Kama unaweza kuondosha kwa mkono uondoshe, kwa yule ambaye hawezi faman lam yastati' fabilisani, kama huwezi kuondosha kwa mkono, yani kama huwezi ni kuchukua ile hirizi ukaikata au tupa huko, kama huwezi basi tumia ulimi, zungumza, waambie jamani, hii unaofanya hadha shirkun, hii ni shirki, namshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kinga zipo nyingi nzuri bora tumefundishwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alkitabi was sunnah, katika Qur'ani na Sunna zipo kinga nzuri tumefundishwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni wajibu, ukiona uovu unafanyika ondosha kwa mkono wako, kama huwezi ondosha kwa ulimi wako, sema. Na ikiwa hata huwezi kusema basi uchukie tu, chukia. Kama unaona hapa sasa hata kusema pia siwezi, basi uchukie tu moyoni mwako. Yani chukia pia ni imani hii, ukachukia shirki watu wanaoifanya ukaichukia katika moyo wako, hii pia ni katika imani. Tena japokuwa hii imetajwa kuwa adhaful iman, imani ile ya udhaifu, yani umeshindwa hata kusema, basi wewe ni imani dhaifu katika moyo wako, utakuwa ni imani dhaifu. Wewe chukia tu katika moyo wako, lakini nzuri zaidi toa kwa mkono. Umekuta pale rizi, chukua tupa huko. Lakini ukiona umeshindwa kuchukua kwa mkono, basi waambie jamani, hii ni shirki, unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya. Faida ya tatu, sihhatul istidlal bima nazala fi ash-shirk al-akbar ala ash-shirk al-asghar lishumulihi la. Inaswi ama inajuzu ama inafaa kutoa dalili kwa yale yaliyoshuka kukataza shirki kubwa, kwa wewe kuikataza nini shirki ndogo, kwa sababu ndani yake imekusanya shirki zote. Katika Qur'ani haijaja usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa shirki ndogo ama kubwa, katika Qur'ani haijaja hivyo. Katika Qur'ani imekuja wala tushriku bihi shay'an, na wala msimshirikishe Allah subhanahu. Katika Qur'ani haijaja hivyo na chochote. Na wala msimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Katika Qur'ani ndivyo ilivyokuja. Kwa hivyo mtu yafanya shiriki ndogo ama yafanya shiriki kubwa, wataka kumpa dalili, mpe dalili na hizo aya. Mwambie kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe, hana msamaha kwa yule mtu ambaye atakufa na ile dhambi la shirki. Kifa na unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kupata salama mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo yule mwenye kumshirikisha. Ndivyo hasa ilivyokuja katika Qur'an. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau watu watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tena hii aya walikusudiwa mitume, walikusudiwa manabii na mitume. Na hii walilengwa mitume, lakini makusudio hasa ilikuwa ni sisi, sababu mitume Allah subhanahu wa ta'ala aliwahifadhi.
aliwalinda, aliwakinga, walikuwa ni maasum, hawezi kufanya madhambi, hawezi, hasa ili dhambi la shirki ilikuwa hawawezi kufanya madhambi kabisa. Hili dhambi la shirki ilikuwa hawawezi kulifanya, lakini Allah alisemaje? Walau ashraku, law wangelimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun, yangeharibika yote wanaoyafanya yote. Kisha sasa pia ikaja aya nyingine ikimnyoshia direct Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilayk wa lil ladhina min qablik la in ashrakta la habita anhum wala la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Hii kaja kumlenga kabisa Mtume, wewe Muhammad, tumekupa wahyi wewe kama tulivyowapa wahyi wale waliokuwa kabla yako. La in ashrakta, ikiwa wewe Muhammad utafanya shirki, la yahbatanna amaluk, tutaharibu matendo yako yote, tutabatilisha, haitajalisha wewe ni nani mbele ya Allah. Mtume wetu Muhammad hawezi kufanya shirki, Allah alimkinga, hawezi kabisa kufanya shirki, wala hatawezi hata kwa bahati mbaya kumshirikisha Allah. Manake hilo pia bado linarudi kwetu sisi, tuone kwamba kama Allah alimwambia mtume hivi, je sisi, na huyu ni mtume wake kipenzi chake, je sisi? Manake bado inarudi kwetu sisi, yafaa tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Na biidhnillah ta'ala taishia kwa hapa siku ya leo, na itakuwa tumemaliza ule mlango ambao tulianza nao jana, mlango ambao unasema minashirki labsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'i al bala'i au daf'ihi. Ni katika shirki mtu kuvaa bangili ama uzi ama chochote mfano hayo kwa lengo la kumuondoshia yeye mabala ama kwa lengo la kumkinga, ni katika shirki. Walillahi alhamd, tumeona dalili katika Qur'ani, tumeona dalili katika sunna, na ni matumaini yangu itakuwa imefahamika na kueleweka kwa uzuri zaidi. Tutaishia hapa siku ya leo. Kesho tutakuja katika mlango mwingine unaozungumzia ruqya. Tutakuja kuangalia panapo ruqya nazo ziko vipi, arruqa watamaim watiwala, pamoja na atiwala ni nini, limbwata. Kiswahili kizuri hiki, wale wanaofahamu Kiswahili nikisema limbwata watakuwa wanafahamu ni kitu gani. Kwa hivyo kesho tutakuja kuangalia haya masala, ruqya, hirizi pamoja na limbwata, vyote hivi tutakuja kuviona siku ya kesho. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa fi hadhihi dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.